Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025. Aidha, niwapongeze wajumbe wa halmashauri kuu na mkutano mkuu wa CCM kwa kumchagua kiongozi huyu makini kupeperusha bendera ya chama katika uchaguzi mkuu. Ni ukweli usiopingika kuwa kuchaguliwa kwake kuwa mgombea nafasi hiyo kumetokana na juhudi za kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM kikamilifu ili kuwaletea wananchi maendeleo. Ni dhahiri kuwa chombo madhubuti bila nahodha imara na hodari hakiwezi kumudu mawimbi. Hakika Tanzania ya mama inameremeta. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, Chama cha Mapinduzi kilimteua Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM. Watanzania wanamfahamu vyema Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa misimamo yake thabiti isiyoyumba kwenye masuala ya msingi yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Ni dhahiri kuwa misimamo hiyo inaenda sambamba na falsafa ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutotetereka wala kuyumba kwenye masuala yenye maslahi mapana kwa taifa letu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kuwa mgombea wa CCM katika nafasi ya urais wa Zanzibar kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hivyo ni wasihi wananchi wa Zanzibar kumchagua tena Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa rais ili aweze kuendeleza mazuri yote aliyoyafanya. Mheshimiwa Spika, uteuzi huu umeleta matumaini mapya kwa Watanzania kwa kuwa uchaguzi mkuu unaenda kuwapa Watanzania viongozi wanaokidhi matarajio yao. Tunamfahamu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamfahamu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, tunamfahamu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hatubahatishi, Mheshimiwa Spika, hatubahatishi. Hakika safu hii Oktoba 2025 ushindi ni mapema mno, mapema. Mheshimiwa Spika, kwa safu hiyo tuna uhakika kuwa serikali tutakayoichagua itasimamia uhuru wa taifa letu, italinda utaifa na muungano wetu, itaendelea kupambana na wahujumu uchumi, wala rushwa, mafisadi, wakwepa kodi, wazembe katika ofisi za umma. Huu ndio umekuwa msimamo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kila wakati anapokutana nasi wasaidizi wake. Mheshimiwa Spika, Chama cha Mapinduzi kimewaletea Watanzania safu hii ya wagombea kwa sababu bado tuna kazi ya kufanya. Tumemaliza baadhi ya miradi ya kimkakati, lakini bado tuna kazi ya kuendelea kufanya na miradi mingine ya kimkakati mipya. Tumemaliza suala la upatikanaji wa huduma za afya, lakini tunakwenda kwenye ubora wa huduma za afya. Tumemaliza upatikanaji wa elimu, lakini sasa tunakwenda kwenye ubora wa elimu anayopewa mtoto wa Kitanzania. Tumemaliza kufikisha umeme kwenye kila kijiji, sasa tunakwenda kwenye ngazi ya vitongoji na kaya. Mheshimiwa Spika, tunakwenda kwenye upatikanaji wa maji kwenye kila kaya, tunakwenda kwenye ubora wa miundombinu ya barabara mijini na vijijini, tunakwenda kwenye modernization kwenye shughuli za uzalishaji ikiwepo kilimo ambayo tayari kazi hiyo imeanza, mbegu bora, ufugaji wa kisasa na uvuvi wa kisasa. Tunakwenda kwenye kuongeza thamani mazao ya ndani ya nchi na kuongeza ujenzi na upanuzi wa viwanda na kuweka mazingira yaliyo bora ya uwekezaji na kufanya mazingira bora ya kufanya biashara. Mheshimiwa Spika, kwa undani mambo haya yameongelewa na ilani bora kabisa ya uchaguzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi iliyowasilishwa.